Njia za kukuza biashara. Biashara ni nguzo muhimu ya kiuchumi na chanzo kikubwa cha ajira na kipato kwa watu wengi, kinachowapatia kipato na maendeleo binafsi ya kiuchumi. Kuanzisha biashara ni kitu chepesi kwa kila mtu ambacho kila mtu anaweza akakifanya, lakini changamoto kubwa ni jinsi ya kuikuza biashara hiyo ili idumu na kuleta faida. Kwenye mazingira ya kibiashara yenye ushindani mkubwa na ushindani mdogo wa kibiashara, mfanyabiashara anapaswa kuwa mbunifu na kutafuta mbinu sahihi za kuwavutia wateja, na kitu muhimu zaidi ni kuendelea kuwabakiza wateja hao. Tuangalie sasa njia za kukuza biashara, na ukizitumia njia hizi kwa nidhamu na uvumilivu, biashara yako itakuwa hatua kwa hatua kufikia malengo uliyojiwekea kwenye faida na mauzo. Moja, jenga imani kwa wateja. Imani ni msingi wa biashara yoyote ile. Wateja wakikuamini watarudi tena na tena na watakutangazia biashara yako kwa watu wengine zaidi. Kuwa mkweli na kutoa huduma nzuri kwa wateja. Imani ni kitu cha kwanza kinachomfanya mteja achague biashara yako na kumfanya arudi tena na tena. Ili ujenge imani kwa wateja, hakikisha bidhaa unayomuuzia inaendana na ubora na kiasi cha pesa alicholipa kulingana na bei za bidhaa zako. Toa namba ya mawasiliano ya kibiashara inayopatikana muda wote wa saa za kazi. Sikiliza malalamiko ya wateja na uyatatue kwa wakati. Wateja wakilalamika bidhaa zinaharibika haraka, itakusaidia kufanya marekebisho ya ubora wa bidhaa zako na kuifanya biashara yako kuwa bora zaidi na kukubalika sokoni. Unapomsikiliza mteja, unamfanya mteja ahisi anasalimiwa na kusikilizwa. Kwa njia hii, ataendelea kuwa mteja wako. Wateja wengi huondoka kimya kimya endapo watakosa nafasi ya kusikilizwa, lakini wateja wanapolalamika na ukawasikiliza kwa wakati, utapata nafasi ya kurekebisha mapema kabla ya wateja wako hawajaondoka na kuhamia sehemu nyingine. Kupitia malalamiko ya wateja, utaweza kujua udhaifu wa biashara yako kuanzia kwenye muonekano, mazingira, bidhaa, bei na huduma unazotoa kwa wateja. Utakapofanyia kazi udhaifu huo, itakusaidia kuboresha mfumo mzima wa biashara na huduma utakaokusaidia kukuza sifa nzuri ya biashara. Unapofanyia kazi malalamiko ya wateja, itakusaidia kujenga fikra chanya na taswira chanya na kuongeza mawazo mapya ya biashara yanayotokana na mapendekezo ya wateja, hasa namna ya utoaji huduma bora. Mteja akikuamini atakuwa balozi wa biashara yako. 2, fanya matangazo mengi. Biashara usipoitangaza, watu hawataijua. Matangazo ni njia muhimu ya kuitambulisha biashara yako kwa wateja wapya na kuwakumbusha wateja wako wa zamani. Matangazo yanafanya watu wajue jina la biashara yako, bidhaa unazouza, eneo lako la biashara, na kuwafanya wakukumbuke kirahisi wanakohitaji bidhaa au huduma unayotoa. Kadri unavyotangaza biashara yako mara kwa mara, ndivyo jina la biashara yako inavyozoeleka zaidi na kupata nafasi ya kujulikana eneo kubwa. Matangazo huvutia wateja wapya. Hatua hii itakusaidia kupanua soko lako la kibiashara kutoka eneo moja hadi eneo lingine, ndani ya mkoa uliopo na nje ya mkoa huo. Matangazo mazuri na ya mara kwa mara humshawishi mteja achukue hatua ya kununua, kwa sababu unapofanya matangazo hayo, unatoa taarifa za bei zako, ofa ulizonazo na faida za bidhaa hiyo mteja anaponunua. Njia hii husaidia faida kuongezeka. Kwenye soko lenye ushindani, biashara inayotangazwa huonekana zaidi kwa wateja kuliko ile isiyotangazwa kabisa. Matangazo yatakupa nafasi ya kushinda ushindani uliopo kwenye soko la biashara. Unaweza kutangaza biashara yako kwa kutumia mabango, vipeperushi, redio, ushuhuda wa wateja na mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Instagram, TikTok na WhatsApp. Njia ya 3, tumia watu maarufu au influencers. Watu maarufu wana wafuasi wengi. Wakitangaza biashara yako,
itaaminika kwa haraka. Chagua mtu maarufu anayeendana na aina ya bidhaa unazouza kwa kuvaa, kutumia bidhaa hizo au kuzisifia bidhaa hizo mtandaoni. Kupitia njia hii utaeleza wateja wake kwa muda mfupi. Watu maarufu huleta uaminifu kwa wateja kwa muda mfupi sana, kwa sababu tayari wana wafuasi wengi. Kama unapenda kujifunza kuhusu biashara, ujasiriamali, uchumi, uwekezaji na kumtegemea kifedha, subscribe sasa kwenye channel hii ili upate maarifa ya biashara, ujasiriamali, uchumi, uwekezaji na kifedha kila tunapoupload video mpya, kwa sababu kila video ni fursa ya kujifunza kitu kipya. Kiendelee. 4. Weka ofa za misimu. Ofa ni njia ya kisaikolojia inayomshawishi mteja kununua haraka. Toa ofa za misimu na kupunguza bei kipindi cha sikukuu au mwisho wa mwezi. Hakikisha unatoa zawadi kwa wateja wanaonunua kwa wingi au wale wateja wanaonunua mara kwa mara. Njia ya 5, uza ubora. Mteja akiridhika na ubora wa bidhaa zako, atarudi tena na kumfanya awe balozi wa bidhaa zako. Usikimbilie tu kupata faida ya haraka alafu ukasahau ubora. Ubora ndio moyo wa biashara inayodumu. Unaweza ukajiuliza ubora ni nini? Ubora ni huduma nzuri kwa wateja, muonekano mzuri wa bidhaa unaopendeza na kuvutia. Kukuza biashara kunahitaji uvumilivu, nidhamu na mikakati sahihi. Ukiunganisha imani kwa wateja, matangazo, ubora wa bidhaa na ofa za misimu, biashara yako itakuwa na kudumu endapo utazingatia mambo haya. Anza sasa. Hili ni darasa la biashara na ujasiriamali. Asante.